maonyesho ili kuwawezesha wasanii wetu kufanya matamasha ya kimataifa na kuvutia wasanii wa nje wakubwa kuja kufanya matamasha hapa nchini. Tunataka sanaa na filamu na muziki zitengeneze ajira na kuchangia uchumi wa taifa. Mheshimiwa Spika, michezo ni uchumi. Hatuwezi kupata matokeo makubwa bila kuwekeza. Miongoni mwa hatua tutakazozichukua ni kuanzisha na kuendesha shule za michezo nchini. Tutaanzisha shule hizo kwa lengo la kuandaa wanamichezo wa leo na kesho. Kama mnavyofahamu, nchi yetu itakuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON mwaka 2027, na kuelekea huko tutakamilisha ujenzi wa viwanja vitakavyotumika, kiwemo uwanja wa AFCON uliopo Arusha na maboresho ya viwanja vingine nchini. Vile vile tutaendelea kuvutia michezo mbalimbali kufanyika hapa nchini ili kuongeza fursa zitokanazo na kuwa mwenyeji wa michezo hiyo. Mheshimiwa Spika, Tanzania inathamini ushirikiano wa kimataifa na ingependa kuishi na mataifa mengine kwa msingi wa kuheshimiana na kufaana. Serikali ina dhamira ya dhati kuendeleza mahusiano mazuri yaliyopo na nchi marafiki na mashirika ya kimataifa. Daima tutajielekeza katika kuongeza marafiki na kupanua fursa za kiuchumi kwa nchi yetu na watu wake. Kama taifa, tunapenda tuheshimiwe kama sisi tunavyoheshimu mataifa mengine. Asanteni sana. Asanteni waheshimiwa. Nataka nirudie, kama taifa tunapenda tuheshimiwe kama sisi tunavyoheshimu mataifa mengine. Na katika kulinda maslahi ya nchi hakuna mbadala. Katika kulinda maslahi ya nchi hakuna mbadala. Ni lazima tuhakikishe tunalinda utu, heshima na uhuru wetu. Tutaendelea kuongozwa na misingi ile ile ya sera ya nchi iliyoasisiwa na waasisi wetu ya kutofungamana na upande wowote. Msimamo wetu ni umoja na ushirikiano badala ya mgawanyiko, majadiliano badala ya amri au mabavu, na haki badala ya visasi. Taifa la Tanzania limejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Nguvu yoyote inayokusudia kuchafua misingi hiyo hatutokubaliana nayo. Asante waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine tutaendelea kuimarisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ili tuhakikishe ulinzi wa mipaka yetu na ulinzi wa raia na mali zao uko kwenye mikono mizuri au mikono salama. Vile vile taifa la Tanzania litaendelea kutimiza wajibu wake wa kuchangia misheni za ulinzi wa amani za kikanda na kimataifa. Mheshimiwa Spika, tumezungumza masuala mengi, ila msingi wa mafanikio ya yote haya ni utawala wa sheria, uadilifu na uwajibikaji katika kila ngazi, kuanzia juu mpaka chini.
Kufanikiwa kwa yote tuliyosema ni kuwa na misingi imara, kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili. Tutaelekeza jitihada zetu kwenye mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi, ubadhirifu, uzembe, ukosefu wa nidhamu na ukosefu wa maadili. Ni lazima tudhibiti wachache wanaotaka kuturudisha nyuma kwa kuendekeza maslahi binafsi. Aidha, ili kuimarisha uwajibikaji serikalini, tutaendelea kutekeleza programu za maboresho ya utumishi wa umma, ikiwemo matumizi ya mifumo ya upimaji na utendaji kazi. Wajibu huenda na haki au haki huambatana na wajibu. Hivyo basi, pamoja na kuwataka watumishi wa umma kuwajibika ipasavyo, tutaendelea kuboresha maslahi yao kadri uchumi utakavyoruhusu. Mheshimiwa Spika, vile tutaimarisha uwajibikaji na utendaji wa mashirika ya umma. Kuelekea 2030, tutafanya mageuzi ya mashirika ya umma ili kuboresha ufanisi, uwazi na tija. Tunataka kuongeza sio tu gawio ambalo serikali inapokea, lakini pia kufikia lengo la mashirika na taasisi za umma kuchangia angalau 10% ya mapato yote yasiyo ya kikodi. Nia yetu ni kuwajengea uwezo mashirika ya umma yaweze kushindana na kuwekeza nje ya Tanzania kama mashirika mengine ya nje tunavyoyaona hapa ndani kwetu. Mheshimiwa Spika, msingi mwingine wa mafanikio yote haya ni utawala wa sheria. Ahadi yetu ni kuwa serikali itashirikiana kwa dhati na Mahakama ya Tanzania kuhakikisha haki inapatikana kwa watu wote na kwa wakati. Tutaendelea kuwezesha mahakama kwa majengo, vitendea kazi, watumishi pamoja na kuimarisha matumizi ya tehama. Tunachukua hatua zote hizi ili mhimili huu uweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi. Tutasimamia utekelezaji kamili wa mapendekezo ya Tume ya Rais ya kuangalia namna ya kuboresha taasisi ya haki jinai au taasisi za haki jinai. Tutaendelea kufanya mageuzi na maboresho katika taasisi zote zinazoshughulikia masuala ya haki jinai ili ziweze kukabiliana na vitendo vyote vya uhalifu. Kwa upande mwingine, serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika sekta ya sheria, kiwemo Chama cha Wanasheria Tanganyika pamoja na asasi zingine ili kuwezesha upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi, kwani katika kipindi kilichopita tumeona manufaa yake katika utatuzi wa changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi wa Tanzania. Tutakamilisha tafsiri ya sheria zetu zote kwa lugha ya Kiswahili, ikiwa ni hatua muhimu kuhakikisha wananchi wetu wanaelewa kwa urahisi sheria za nchi. Mheshimiwa Spika, sikuweza kuyasema yote yatakayofanyika ndani ya kipindi cha miaka 5 ijayo kwa kuwa muda hauruhusu. Bila shaka nitapata wasaa mwingine wa kulihutubia bunge au bunge hili tukufu siku zijazo. Katika shughuli za kawaida za bunge, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri nitakaowateua hivi karibuni chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu watapata wasaa wa kufafanua kwa kina maeneo niliyoyagusia pamoja na maoni ya serikali ya kuwaletea wananchi maendeleo. Aidha, ikikupendeza Mheshimiwa Spika, hotuba hii iweze kujadiliwa na waheshimiwa wabunge
Na serikali itakuwa tayari kupokea maoni, ushauri na mapendekezo yenu kwa moyo mkunjufu ili tuweze kuyafanyia kazi. Mheshimiwa Spika, niliahidi bunge lako tukufu ushirikiano wangu binafsi na wa serikali ya awamu ya 6 katika kutekeleza yote haya kwa manufaa ya Watanzania ambao wabunge hawa wanawawakilisha. Rai yangu kwenu waheshimiwa wabunge ni kutoa ushirikiano wa dhati kwa serikali. Kwa pamoja tutajenga nchi ambayo mifumo inafanya kazi na miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa ufanisi ili Watanzania nao waweze kufanya kazi zao kwa bidii na weledi kwa maendeleo ya taifa letu. Namuomba Mwenyezi Mungu kuwa mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu, majengo na mambo yanayoonekana, bali pia kwa tabasamu la utu litakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu nirudie hapo. Nilikuwa nasema namuomba Mwenyezi Mungu mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu vitakavyoachwa, bali tupimwe kwa tabasamu takaloliacha kwenye nyuso za Watanzania. Tuna imani na Samia, tuna imani na Samia. Samia kweli, 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 Samia kweli, 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 wake bora. Asanteni wabunge. Asanteni waheshimiwa. Asanteni waheshimiwa. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, sasa ninayo heshima ya kutamka kwamba bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa limefunguliwa rasmi. Namuomba Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania na atubariki wabunge na wananchi wote wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana.